na watu hawajiamini. Wangapi wamewahi kufanya biashara? Mwahi kufanya biashara Wakati unaanza biashara si ulikuwa unajua utapata faida? Mbona unapoenda kuwekeza moyo mahali ujiamini? Nimesema wangapi wamewekeza mahali moyo hakuna aliyenyooka, maana hana uhakika saa yoyote kibuti kinapigwa. Usiwe na wasiwasi. Kila mmoja naamini amewekeza mahali. Kama hujawekeza mpaka sasa level ya chuo kikuu, jipange. Halo? Naweza nikawahurumia first years, lakini second year, third year na fourth years na fifth years, ninyi nategemea mmewekeza. Na hata kama hujawekeza, lakini uko kwenye harakati za kutafuta uwekezaji, si ndio? Haya, Patriarchs and the Prophets ukurasa wa 175 unatoa angalizo gani? Patriarchs, wazee na manabii. Anasema kama kuna swala muhimu ambalo linafaa kuamuliwa kwa umakini mkubwa, na katika hilo ushauri wa watu wenye umri mkubwa unapaswa kufuatwa, ni swala la ndoa. Ni swala la nini? Wazee na manabii anasema. Kwa hiyo si swala la kuongoa roho, si swala la kutafuta nani akabatizwe, si swala la kutoa zaka na sadaka, ila anasema swala muhimu ambalo linafaa kuamuliwa kwa umakini mkubwa. Kuamuliwa kwa umakini mkubwa, na katika hilo ushauri wa watu wenye umri mkubwa unapaswa kufuatwa, ni swala la ndoa. Kama Biblia inahitajika kwa ushauri, kama uongozi wa Mungu unahitajika kwa maombi, ni kabla ya kuchukua hatua inayowaunganisha watu kwa maisha yao yote. Mwisho wa kunukuu. Yaani kama kuna wakati wa kutafuta ushauri wa kibiblia, sema ni sasa. Ushauri wa kibiblia, maombi yanayojibiwa, ushauri wa watu wazima,